Matumaini yangu ni kwamba hu mweri wa afya, mpendwa wasikilizaji, mahali popote panapoendelea kusikiliza na kutegea sikio sauti hii. Hii ni sauti ya ndugu yako Imani Mchumba katika siri ya mambo yaliyofichika, na kwa ruhusa yake Loba Tete naja tena mbele zenu, wapendwa wasikilizaji, na kipindi na mada hii ambayo tayari nitolewa pia, ambayo ni Zuhura San ameshaitoa kwetu. Kabla ya yote, najua kwamba walio wengi wanajiuliza, Imani, mbona muda umetosha, umepita kwelikweli, hakuna hata video, kuna nini ambacho kimetokea? Kila kitu kiko sawa, ndugu zangu, msiwe na woga, msiwe na wasiwasi. Neno laendelea kusonga na hakuna nguvu ambayo inaweza ikasimamisha ukweli kuto kuendelea. Kwa hiyo muwe na nguvu na muwe wajasiri, na karibuni nyote katika zizi la Mzaliwa P. Siku ya leo, kama jinsi mnavyoona mada za tema ya siku ya leo, tutaongelea mwanamke mmoja ambaye ni mwanamke ndani ya Biblia za kisasa hawamwongelei zaidi sana, na hawawezi wakaongea kwa sababu ni jambo lingine ambalo ni ngumu kwao kuelewa na kulipenya. Hapa tutaongelea yule ambao wanaita kwa jina la Debora. Nabii Debora alikuwa nabii wa kike. Tutaenda kuona, je, alikuwa nani huyu mwanamke? Ingawa tunasema kwamba alikuwa nani, ni kweli tutajua jina lake halisi, lakini pia je, kuna mambo kadhaa ambayo alipewa afanye na mengine ambayo hatakiwi kufanya, na hayo ambayo anaongea ni yapi hasa? Mnapowaona hao wanaojiita kwamba ni manabii, wachungaji, sijui mitume, sijui wengine wanajiita kwamba ni manabii wa kike, watawambia kwamba Paulo alisema katika maandiko yake kwamba yeye hamruhusu mwanamke kuhubiri, hamruhusu mwanamke kuchukua mamlaka mbele ya mwanaume. Kwa hiyo mwanamke anatakiwa kukaa kinywa, afunge mdomo wake na asiongee chochote. Ina maana kwamba ni wanaume ndio wanaotakiwa kuongea, mwanamke hatakiwi kufungua mdomo wake. Kwa hiyo kuna mijadala ya kutosha sana katika hali hii inaonekana. Baadhi wanasema kwamba mwanamke anaweza kuhubiri, lakini wengine wanasema kwamba mwanamke hatakiwi kuhubiri. Sisi hatutaenda kufundisha ikiwa mwanamke anaweza kuhubiri aidha hapana, lakini tutaenda kuongelea mwanamke huyu ambaye kwa jina wanamuita nabii Debora. Tutaangalia ikiwa yeye alipewa mamlaka ya kuhubiri ndiyo aidha hapana. Hili ndio jambo ambalo tutaenda kuongelea kuhusiana na yeye Debora, ikiwa aliruhusiwa hivyo. Na kama kawaida, mkiandika jina hilo Debora kwenye mitandao ya kijamii aidha kwenye Google, wataenda kuwakilisha tu mhusika ambaye kikawaida, kama jinsi wanavyofanya kila mara, ambaye ni mwanamke mzungu. um, kwa sababu walichukua historia ya watu weusi wakaibadilisha, kama jinsi walivyopenda. Walibadilisha rangi za mitume, walibadilisha majina, sehemu za kuzaliwa kwao. Hayo mambo yote walienda kubadilisha, kwa sababu nyote mnatakiwa kujua na kutambua kwamba mambo ya kiroho ni swala la rangi. Maana roho zote zaagizo kula vitu, wa makerubi, masherafi, malaika na wengine wote ni weusi, lakini wa kiroho. Na historia ya Biblia ni historia ya mtu mweusi ambayo wazungu walitaka kuibadilisha kwa manufaa, kwa maslahi yao, na kuja kumweka mtu mweusi katika utumwa. Ndio maana mnaposoma Biblia mtakuja kuona kwamba kuna mambo ambayo yanaendana na mtu mweusi, lakini hayaendani na rangi zingine ambazo wamekuja kujitambulisha kwamba wao ndio taifa teule, aidha ni wao ndio wamepewa ufunuo, lakini mambo mengi wanaongea ni uongo mtupu. Sasa ndugu zangu, kama jinsi mnavyojua, tutaingia katika Kalapan DMC, kitabu cha maajabu ambacho unaweza kukipata kupitia tovuti ya leseditionslulasan.com. Mafundisho yetu kama kawaida yatakuwa na vipengele mbalimbali, na kipengele cha kwanza tutaenda kuangalia kuhusiana kabla ya nabii Debora. Kabla ya nabii Debora, kwa sababu walio wengi tunaweza tukaingia moja kwa moja kuongelea Debora, lakini inatakiwa kwanza, kabla yeye hajatokea, hajakuwepo, hajazaliwa, kabla yake tu kulikuwa nini ambacho kilikuwepo? Kulikuwa hali gani katika taifa? Maana haya ni mambo ambayo ni muhimu zaidi sana. Sasa wakati atakapotokea yeye sasa, anapozaliwa na kupewa mamlaka za jukumu la kufanya kitu fulani, hali ilikuwa namna gani? Haya ndio mambo ambayo tunaenda kuangalia. Kwa hiyo kipengele cha kwanza, kabla ya nabii Debora.
Tunaenda katika kitabu cha Mukaisidi ambaye ni Waamuzi, sura yake ya 4 mstari wa kwanza hadi 6. Inaanza kusema hivi ndani ya Kalata Ndimsi kwamba huyu anayeongelea hapa, huyu anayeeleza hii historia hapa, siyo yeye Debora, hapana, bali anayeongelea hapa, anayeelezea hii historia ambayo tunaenda kuisoma hapa, anaitwa kwa jina la Nginya. Na huyu Nginya tunayeongelea sio Nginya ambaye mtajua kwa jina la Ezekieli ndani ya Biblia za kisasa, hapana, bali ni Nginya mwingine ambaye si Nginya ambaye wataita kwa jina la Ezekieli. Yeye ndiye anayeenda kutupatia historia kidogo kuhusiana na kile ambacho kilikuwepo katika kipindi chake. Anasema, nilikuwa tayari katika hali inayoonekana wakati ambapo baadhi ya wazao wa mababu 13, mababu 13, nitarudilia, nilikuwa tayari katika hali inayoonekana wakati ambapo baadhi ya wazao wa mababu 13, kuna mabano katika lugha ya asili ni Bayum, walifanya yale ambayo yalichukiza neno la Luba, wakimsahau yeye ili kuabudu nyungu. Kuna mabano, tutaenda kuelezwa huyu nyungu ni nini. Ni demon reptilia, mseto ya daraja la juu, tunafunga mabano. Na drobibi, drobibi pia ni aina nyingine ya demon ambayo inajulikana ndani ya Biblia za kisasa kwa jina la Ashera, aina ya demon za kike mseto za misituni. Kwa hiyo hizo Ashera ni demon ambazo zipo misituni huko. Kwa hiyo haya mnatakiwa kuyaelewa. Kwa hiyo unamwambia kwamba kulikuwa wakati yeye Nginya alikuwa tayari alikuwa tayari katika hali inayoonekana. Kuna wazao wa mababu 13 ambao tunajua kwamba Tindi alikuwa na watoto 13 na walizaa. Sasa wazao wao baadhi katika kipindi fulani, wazao wao waliacha kile ambacho kinatakiwa kufanyika, waliacha kuamini, waliacha kufanya kile ambacho neno la Luba linaomba. Sasa wakaenda sasa kufanya nini? Kuabudu miungu. Kuabudu, wanaposema miungu ya uongo, yani ni demon. Na demon ya kwanza za demon ambazo walienda kuabudu ni hizo ambazo ni nyungu, ambaye wataita kwa jina la Baali. Lakini pia kuna demon nyingine ambayo ni Drobibi, ambayo wataita kwa jina la Ashera. Kwa hizo aina za demon walianza kuziabudu, lakini wanapoabudu sio kwamba hawajui kile wanachokiabudu kwamba sio kizuri. Wanajua, wanaufahamu kabisa, kwa sababu wanajua Loba ndiye muumba pekee wa kweli na ambaye anatakiwa kuabudiwa. Lakini wao walifanya nini? Waliamua kwa hiari walio nayo kwenda kufanya kile ambacho kiko kinyume na sheria, kinyume na neno la ukombozi. Ndio maana anaendelea kusema Mutatedi aliondoa ulinzi wake, kwa sababu tayari ikitokea kwamba sheria mumeipata, mumeifahamu vizuri, mlikuwa katika ujinga mfano, lakini ujinga umetoka kwa sababu sheria mumeipata, mumeifahamu vizuri, lakini kwa hiari yenu nyinyi wenyewe mnaenda kufanya kile ambacho kiko zidi ya sheria ambayo nyinyi wenyewe mnaijua. Moja kwa moja, ikiwa kulikuwepo ulinzi, huo ulinzi utatoka, kwa sababu hamwezi kukalindwa tena, kwa sababu muko nje ya ulinzi, muko nje ya neno. Kwa hiyo ndio maana Mutatedi aliondoa ulinzi wake, na kwa mara nyingine tena Mudima Bekokisedi alikasirikia sehemu hii ya wazao na kuwaachilia kwa Bobe Dita, mfalme wa Ekomboteta na Beba Mopi, ambayo wataita Mesopotamia, ambayo hiyo sehemu iko katika Wase Jedu, kwa mabano Afrika Mashariki. Hiyo sehemu ambayo mfalme huyo anakaa iko katika Afrika Mashariki, na sio hiyo sehemu ya wazao, hapana, ambayo ilitihishwa kwake kwa miaka 8. Maanake ni nini? Yaani kuna wazao, baadhi ya wazao wa mababu 13, wao walienda kufanya kile ambacho kiko zidi ya neno, ulinzi ukatoka. Mudima Bekokisedi akakasirika, asira ya Mudima Bekokisedi ikajizirisha, na hapo ndipo, kwa sababu ulinzi haupo na kile ambacho Mudima Bekokisedi pia alichokuwa akizuia kisiwapate, basi anapoondoa ulinzi wake, moja kwa moja kile kitu kinakuja kuwavamia. Sasa
Sasa hapa wanawaambia kwamba hivyo waliingia katika shinikizo la ajabu kutoka kwa mfalme anayeitwa kwa jina la Bobejita, ambaye ni mfalme wa Ekomboteta na Beba Mopi, ambayo inapatikana katika Wasejedu, yani Afrika Mashariki. Na huu utumwa walifanya miaka 8, sio utumwa ambao watakuja kusema ndani ya Biblia za kisasa kwamba wao sijui wana wa Israeli walikuwa watumwa katika nchi ya Misri. Hapana, huu ni uongo, kwa sababu utumwa haujawahi kuwepo. Kwa hiyo huyu mfalme wa Ekomboteta na Beba Mopi kwa jina la Bobejita. Bobejita maana yake kwanza, hilo jina ni yani mbaya zaidi, yani Bobejita ni mbaya zaidi. Kwa hiyo ujue na muangalie vizuri jina ambalo alikuwa nalo huyu mfalme, moja kwa moja linaonyesha hali yake gisi ilivyokuwa kiroho, kwamba si mtu mzuri. Anaendelea kusema yenyewe, kuna mabano, sehemu ya wazao, tunafunga mabano, ikamwita Mutatedi kwa msaada, na ilikuwa wakati huo Mutatedi akanituma. Anayeongea mimi Nginya, ambaye ndani ya Biblia za kisasa watasema Otnieli, ndio wanavyomuita, mwana wa Nyambusa Nyama, ndugu mdogo wa Mbo, yani Kalebu gisi wanavyosema, ili kulikomboa. Kwa hiyo wakati ambapo kwanza wamepata sheria wakaikeuka, ulinzi ukatoka, asira ya Mlima Bekokisidi ikaingia, moja kwa moja kukatokea mfalme ambaye akaanza sasa kuwaweka katika shinikizo kwa muda wa miaka 8. Sasa kutokana na hayo maumivu na matatizo ambayo wameyaona, moja kwa moja wakarudi tena wakasema, hapa tunatakiwa tena kuomba msaada kwa Mutatedi, kwa sababu wanajua wanachokifanya kwamba sio kizuri. Kwa hiyo walikuwa na ufahamu kwamba mabaya yote wanayoyatenda sio kulingana na ukweli. Wao walikuwa na ufahamu vizuri, ndio maana wakamlilia Mutatedi, naye Mutatedi akafanya nini? Akasikia vilio vyao na akawatumia nabii, akawatumia Nginya ili aende kuwakomboa. Mstari wa 4, Mudi, yani roho Mudi wa Loba alinishika mimi Nginya, na nikawa kiongozi mkuu aliyeanzishwa wa watu. Mimi Nginya niliondoka na kuingia katika vita vya kiroho, na Mutatedi alinipa ushindi dhidi ya mfalme Bobejita. Hapo mnaweza mkaona hata katika kitabu cha Biala ambacho wanasema Kumbukumbu sura yake ya 6 mstari wa 4. Kwa hiyo moja kwa moja, kwa sababu sio kwamba alijitoa yeye mwenyewe akasema kwamba mimi nimetumwa na Mungu kama gisi wengine wanavyojiita wakati huu, Mungu ameniuta, Mungu amenichagua ili niende kukomboa taifa. Taifa gani ambalo unaenda kulikomboa wewe mwenyewe? Kwanza hujakombolewa. Utaenda kukomboa taifa ambalo aiza utakomboa watu, wakati wewe mwenyewe ambao unajiita kwamba wewe utaenda kukomboa watu bado umevungwa. Sasa utakomboa watu namna gani? Ndio maana hao wote wanaojiita kwamba sijui wametumwa, sijui mimi ni mchungaji, mimi ni prophet nabii, naenda kukomboa taifa. Jikomboe kwanza wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe kwanza hujakombolewa, hauwezi ukakomboa mwingine. Unatakiwa kuwa na namna nyingine ya kuona mambo, kusikia mambo na kuyaongea. Kwa hiyo yeye alipewa mamlaka na ulimwengu wa kiroho kutoka kwa Mutatedi, na akaenda kupambana na huyu mfalme. Na wakati anapoenda kupambana na huyu mfalme, sio ngumi, ni katika vita vya kiroho, kwa sababu mambo ya kiroho ni tofauti na mambo ya kimwili. Maana ikiwa ni ulimwengu wa kiroho ndio unakupatia uweza, nguvu ya kwenda kupambana, hautapambana kimwili, kwa sababu hawawezi wakakuruhusu uende kupigana vita vya kimwili. Hivyo sio vita ambavyo tumeombwa sisi kupambana navyo, hapana. Kwa hiyo alifanya hivyo na akafanikiwa. Sasa akasema hivi, yeye Nginya anasema hivi, kama moto Dubise Dabatu Busi na Belonge mwana wa Sue, mimi pia, yani yeye pia Nginya, niliruhusiwa kuona utengano wangu na hali inayoonekana, na zaidi ya hayo, na kupenya mlolongo wa matukio baada ya kujitenga kwangu na hali inayoonekana. Baadaye watu weusi wa katikati ya bara walijua mapumziko ambayo amani huleta kwa miaka 40. Ilikuwa ni wakati huu kwamba mimi Nginya, mwana wa Nyambusa Nyama, nilipoondoka katika hali inayoonekana. Maana yake ni nini?
Nginya hapa yeye mwenyewe anasema kwamba kuna matukio ambayo aliyoyaandika yatakayotokea baada ya yeye kutoka katika hii inayoonekana. Alipata hiyo neema ya kuona mwisho, yani ya kuona mambo mengine ambayo yatatokea baada ya yeye kutoka katika hali inayoonekana. Ndio maana akasema kama vile moto pia alionyeshwa kila kitu ambacho kitatokea baada yake wakati aliponyakuliwa, kama vile Dubise vivyo hivyo, Dabato ambayo wataita Balamu, Busi, Belonge ambayo wataita Yoshua. Hawa wote kabla ya kuondoka walionyesha kwanza mambo yote ambayo yatakayotendeka, yatakayotokea baada yao. Sasa wakaandika. Sasa baada ya kuandika ndipo wakanyakuliwa. Sijui kama naelewa hivi. Kwa hiyo aliacha ameandika yale ambayo yatakayotokea baada yake, milolongo ya matukio ambayo itatokea, kwa sababu ulimwengu wa kiroho unaruhusu hivyo. Kwa hiyo ndio maana ni tofauti zaidi sana gisi wanavyowaambia. Watasema kwamba hao sijui vitabu vitano vya mwanzo kabisa kwamba ni Musa aliyeviandika. Lakini mnapoangalia katika vitabu hivyo, hata katika Kutoka, mtakuja kuona kwamba yani anayeelezea sio Musa mwenyewe, anayeelezea historia utakuta ni mtu mwingine, kwa pa nafasi ya tatu ndiye anayeelezea hiyo. Sasa kama ni nafasi ya tatu, namna gani mnaweza mkasema kwamba ni Musa aliyeandika? Hatuko hapo. Ndio maana tunaenda katika kitabu cha Mkaiseri tena, yani Waamuzi sura yake ya 5 mstari wa kwanza, inasema baada ya kifo changu cha kimwili. Hapa ndipo anasema Mutatedi alituma waamuzi kwa vizazi vya zamani na vipya vya watu kila wakati ulimwengu wa uchawi ulipotaka kuwatawala. Mnaona? Kwa hiyo akaandika sasa, akasema kwamba baada ya kifo chake, mtu atajiuliza, yeye kama ameshafariki sasa, kwa namna gani tena anaweza kaandika mambo yatakayokuja baada ya kifo chake? Ni kwa sababu kama kisha ilivyosema, kabla ya kufariki alionyeshwa hayo yatakayokuja baada yake kuondoka. Hivi nafikiri mnaelewa vizuri. Sasa akawaambia kwamba baada ya hapo Mutatedi alituma kweli kweli waamuzi wengine baada yake kwa vizazi ambavyo vilivyokuja hapo baadaye, kila wakati ambapo ulimwengu wa uchawi ulipotaka kuwatawala watu wa taifa. Ndio maana katika Waamuzi 6:1 anasema waamuzi hawa walitokea na kupigana kila mmoja kwa wakati wake katika vita halisi vya kiroho dhidi ya ulimwengu wa uchawi. Waamuzi sura ya 7 mstari wa kwanza anaendelea kusema miongoni mwao, yani miongoni mwa hao waamuzi waliokuja baada yake, alijua hata na majina ya wale ambao watakuja baadaye. Anasema walikuwemo Ewo na Diwede, walikuwa mashujaa wa kutisha wa kiroho dhidi ya watendaji wa sayansi ya uchawi na dhidi ya demoni kadhaa za kidini za kivita za daraja la juu. Hicho kilikuwa ni kipengele cha kwanza, kuonyesha kabla ya huyu watakaita Debora hajaja ni kitu gani ambacho kilitendeka. Sasa kipengele cha pili ni ukandamizaji wa kichawi. Kitabu cha Mkaisedi, yani Waamuzi sura yake ya kwanza, sura yake ya 8 mstari wa kwanza hadi 12 nasema baada ya kifo cha kimwili cha waamuzi hawa. Unaelewa vizuri, kwa sababu kulikuja waamuzi wengi ambao naye pia aliwataja, Nginya aliwataja. Sasa baada ya hapo watu walianguka chini ya ukandamizaji wa kichawi wa Bamulolo Mabungulani. Kwa hiyo hapa sasa tena watu baada ya hao waamuzi tena watu wakajiingiza tena katika mambo ambayo si mazuri, na hivyo ulimwengu wa kichawi ukaanza tena kuwakandamiza watu wa taifa. Na hapa mnatakiwa kuelewa kwamba hawajaongelea kwamba ni Bamulolo Mabungulane, yani malaika walioanguka wa utaratibu wa 3. Tunajua kwamba wao walifungwa. Sasa namna gani wataingia tena katika shinikizo, ukandamizaji kutoka kwa malaika walioanguka wakati tunajua kwamba wao wamefungwa? Ndio maana kuna mababu ambao hapo awali waliwakilisha mamlaka za ulimwengu wa giza wa hali inayoonekana. Tunafunga mababu kupitia uzao wao wa kwanza, yaani demoni za kiume na za kike za jamii zote, ambazo pia ni roho waovu, kwa maana taifa lilifanya tena yale yasiyopendeza neno la Loba. Kwa hiyo wanawaambia kwamba kabla ya huyu mwanamke ambaye wataita Debora hajaja, wanawaambia kwamba taifa tena lilikuwa limeshatumbukia tena katika
katika utawala wa kiroho kutoka ulimwengu wa giza la kichawi, na hivyo ilitokana na bamuluma bungula, yani malaika walioanguka wa daraja la tatu, lakini sio kwao direct, lakini ni kupitia watoto wao ambao ni watoto wao wa kwanza, ambao ni demons za kila aina. Na watafanya hivyo kwa sababu wakati walipozaliwa, hayo mambo ya ukandamizaji ya kufanya hivyo yalikuwa tayari yameshakuwa ndani mwao kutokana na baba zao. Kwa hiyo hata kama baba zao wamefungwa, wao wanafanya kazi ya baba zao. Ndio maana taifa lilifanya kile ambacho hakipendezi, si sahihi kulingana na ukweli, na hapo ndipo taifa lilidumbukia katika ukandamizaji huo kutoka kwa ulimwengu wa giza la kichawi. Hapa wanaonyesha tu kabla ya ujio wa huyu watakaita Debora kwamba taifa liliingia katika ukandamizaji wa kichawi wa bamuluma bungulane kwa utaratibu wa tatu. Mstari wa pili, hivyo taifa liliteswa sana kwa muda wa miaka 20. Ukandamizaji ulichukua muda wa miaka 20. Kisha ilo taifa likamwita Loba kwa msaada kwa njia ya maombi ya ufahamu, kwa mabano ufahamu kupitia mkondo wa roho yake. Tunafunga mabano. Hicho kilikuwa kipengele cha pili, ukandamizaji wa kichawi. Wamewaumia, hawajihisi vizuri. Nini kitakachotokea? Kipengele cha tatu, kuingilia kati kwa Debora, na hapa ndipo tutaenda kujua hata jina lake anaitwa nani. Mstari wa 4, wakati huo hapa sasa anayeongea hapa ni Debora mwenyewe. Sasa ndiye atakayeelezea sasa kile ambacho kitatendeka. Mkumbuke vizuri, watu hivi wasioanzishwa wako katika ukandamizaji wa malaika walioanguka wa taratibu wa tatu kupitia watoto wao, kupitia demons za kila aina. Sasa yeye anasema wakati huo, anaanza kuelezea mimi ndombi ambaye wataita Debora. Kwa hiyo ndombi ndilo jina lake. Hapana, Debora walibadilisha tu kama gisi wanavyofanya kila wakati. Alikuwa mweusi. Nilikuwa mke wa Kandere, yaani mme wake aliitwa Kandere. Kuna mabano, jina hilo maana yake ni mshumaa, miali ya moto, aiza mwenge. Tunafunga mabano. Mtu mweusi mzuri wa kabila moja na mimi. Pia alikuwa ameanzishwa na mwamuzi. Kwa hiyo wanawambia kwamba mme wake yeye ndombi ambaye wataita Debora, naye pia alikuwa mwanaume ambaye ameanzishwa na alikuwa pia mwamuzi. Kwa upande wangu yeye ndombi, mimi ndombi, nilikuwa mwamuzi na nabii wa kike. Yaani hapa moja kwa moja tumeona kwamba mme wake yeye alikuwa mwamuzi, lakini ndombi ambaye ni mke wake yeye alikuwa nabii, tena alikuwa mwamuzi. Kwa hiyo kiroho alikuwa juu ya mme wake. Hivi mnaelewa vizuri? Lakini hata kama alikuwa juu ya mme wake, alikuwa na heshima kwa mme wake tu, kwa sababu anajua kwamba yeye ni mme wake na mwanaume ndio kichwa cha nyumba. Sasa anasema kwa upande wangu mimi ndombi, nilikuwa mwamuzi na nabii wa kike, na nilisimamia haki kwa watu wa taifa walioishi katika eneo moja na mimi na mume wangu. Nikiwa nabii wa kike pia nilifundisha taifa lisiloanzishwa, kuna mabano wanaume na wanawake. Tunafunga mabano. Kwa hiyo moja kwa moja anaanza kusema kwamba akiwa kama vile nabii, akiwa pia kama vile mwamuzi, lakini pia alipewa mamlaka ya kutoa mafundisho, ya kufundisha wanaume na wanawake wasioanzisha, kwa sababu hawezi akawafunza walioanzishwa kwa sababu hawana haja ya kufunzwa. Kwa hiyo huyu mwanamke ambaye ni ndombi wataita Debora alipewa mamlaka ya kuhubiri mbele ya wanaume na wanawake wasioanzishwa. Alifanya hivyo. Alafu endelea kusema, niliweka kwa wagonjwa wanaojulikana, nilitoa kiroho demoni kutoka kwa watu kadhaa waliojulikana waliokuwa wamepagawa. Kwa hiyo alikuwa na uwezo tena wa kuweka mkono kiroho, lakini na kutoa demons ambazo zilikuwa zimewapagaa hao watu wanaojulikana wa taifa. Kwa hiyo sasa huyu anayeita kwamba Paulo wenu wa ndani ya Biblia za kisasa, anayekuja kukataza mwanamke hatakiwi kuhubiri, mwanamke hatakiwi kuhubiri, angelikuwa katika kipindi hiki cha huyu ndombi ambaye ni Debora, ingelikuwa namna gani? Ndombi angelimwangalia, mwambia hai dogo, tulia. Kwa hiyo tunakuja kuona kwamba mwanamke anaweza kuhubiri, lakini hapa mfanye angalisho, kwa sababu
Wengine watasema kwamba imani kama vile mmejipinga, kwa sababu kuna video ya kwanza kabisa, za pili, za tatu mlisema kwamba mwanamke hatakiwi kuhubiri. Ni kweli, mwanamke hatakiwi kuhubiri. Sasa mwanamke gani? Hapo ndipo kuna matatizo ya waandishi, hawakuelewa ni nani. Mwanamke anaweza kuhubiri, lakini inategemea na mwanamke wa namna gani. Mwanamke wa namna gani ndiye anayetakiwa na yupi hatakiwi kuhubiri. Na tatizo ndani ya Biblia za kisasa ni kwamba hawakuweka usahihi ni mwanamke wa namna gani ambaye hatakiwi kuhubiri na yule ambaye anatakiwa kuhubiri. Hilo ndio tatizo. Tutaenda kuambia ni nani aweza mwanamke wa namna gani, lakini anaendelea kusema, nilikuwa mwanamke mrembo mweusi aliyeanzishwa na mwenye nywele za kujikunja. Niliketi chini ya lende ambao wataita mtende, baadaye uliitwa mtende wa ndombi, kati ya Mudongo yani Rama na Bolongi, katika eneo lenye milima la Benemuna. Hapo ndipo watu walikuja kuniona. Hiyo ndio sehemu ambayo alikuwa akiwakaribisha watu, akiwapatia, akifanya uamuzi na kuwafunza pia. Alikuwa anafanya mambo kama haya. Kwa hiyo mwanamke anaweza kuhubiri, lakini sio kila mwanamke. Mwanamke ambaye anatakiwa kuhubiri ni mwanamke ambaye ameanzishwa, mwanamke ambaye yuko katika ukweli na ambaye yuko na mudimu sangi, Roho Mtakatifu. Huyu anaweza kufundisha. Lakini pia tunajua kwamba kuna wanawake wengine ambao hawajapata mudimu sangi, lakini ni wale ambao wasioanzishwa, walioneemiwa, wanaweza pia kufundisha, lakini kunatakiwa kuwepo na mkuu aliyeanzishwa pembeni, aidha ambaye ametoa mamlaka kwamba afanye hivyo. Hicho ndio kitu ambacho pia tunatakiwa kuelewa. Kwa hiyo huyu mwanamke ambaye ni ndombi, wataita Debora, alikuwa na uweza wa hali ya juu, alikuwa na uweza wa ajabu. Ndio maana kulingana na nguvu ambayo aliyokuwa naye, wale waandishi wa Biblia wakaona, wakasema no, hatutakiwi kuwaweka wanawake. Na ndio maana mtakuta mwanamke anaambiwa kwanza anatakiwa kunyamaza, hawezi kuzungumza, akae kimya kimya kimya, lakini hawaelezi ni mwanamke wa namna gani, kwa sababu wanajua uweza ambao mwanamke ambaye anatembea kulingana na ukweli alio nao na ambaye anamudimu sana, hakuna ambaye anaweza akamzuia. Kwa hiyo nguvu za ajabu ambazo alikuwa nazo huyu mwanamke ambaye ni ndombi, ambayo tena Debora, zilikuwa nguvu za kutatanisha ajabu, yaani zilikuwa zinaweka ndani ulimwengu wa kichawi katika hali ambayo si nzuri. Hivi sijui kama unaelewa ndugu zangu. Sasa hicho ndio kitu ambacho kilitendeka. Ndio maana kipengele cha 4, umuhimu wa ndombi katika jeshi. Umuhimu wa ndombi katika jeshi, kwa sababu yeye alikuwa katika eneo fulani anaishi, na katika eneo fulani tunajua kwamba lazima kutakuwa na jeshi ambalo lipo, na kutakuwa uongozi, kutakuwa ufalme, kutakuwa serikali ambayo ipo. Na tunajua kwamba katika nyakati hizi, mara serikali haziwezi zikatambua nabii, zinaweza zikadharau nabii. Sijui kama unaelewa vizuri, kama kipindi cha Be ambayo wataita Elia. Unaona kwamba mfalme ambaye alikuwa na dharau sana kwa Be, lakini pamoja na hilo Be alimwonyesha kwamba yeye ni nabii. Alimwambia kile ambacho kitatokea na kikatokea, akamwambia fanya hivi fanya hivi, ingawa alikuwa kama vile yani hampatie heshima yake. Lakini huyu mwanamke ambaye ni ndombi, ambaye ni Debora ndani ya Biblia za kisasa, yeye hakuwa na haja ya kuonyesha uweza wake ili watu wapate kumthamini, ili watu wapate kumheshimu. Hapana, yani watu walijua, yani jeshi lenyewe la eneo lilijua uweza wake, na lilipokuwa na haja ya kumhitaji lilikuwa likimhitaji. Ndio maana mstari wa 8 inasema, siku moja mimi ndombi nilimwita Nyamila, yani Baraki ndani ya Biblia za kisasa, shujaa mwenye nguvu, mkuu wa jeshi, mwana wa Tempesa, kutoka Bwam Mamumi, katika eneo la Ngumbe. Nami nikamwambia, kuna nukta 2, hivi ndivyo Mutatiti, kiongozi wa Tombo wa Nebila, anavyokuamuru. Kuna nukta 2, nenda uwachukue watu 10,000 kutoka kwa kabila la Ngumba na Ndabo, na uwachukue pamoja nawe kwenye mlima Ekule, ambao wataita Tabori ndani ya Biblia za kisasa. Kwa hiyo hapa
Huyu mwanamke ambaye ni ndombi, yeye alimuita mkuu wa majeshi aje kwake. Kikawaida tunaona utofauti ni manabii, aza nabii ambaye anaweza akaitwa, lakini yeye mwanamke huyu ndiye anayeita wakuu wa jeshi, kujeni niwaambie kile ambacho kinatendeka. Kwanza wanawaambia kwamba hivi ndivyo Mutatedi, kiongozi wa Tombani Bila, anavyokuamuru. Ina maana kwamba huyu mwanamke ambaye ni ndombi wa taifa la Debora alikuwa akizungumza na nani? Alikuwa akizungumza na Mutatedi. Na Mutatedi ni nani? Ni kaka yetu wa kiroho ambaye yeye anawaongoza na kuwatawaza walioanzishwa. Kwa hiyo mwanamke ambaye anaona Mutatedi anazungumza na Mutatedi, sio mwanamke wa hivi hivi. Kwa hiyo hao wote wanaojiita kwamba mimi ni prophetess, mimi ni nabii wa kike, mimi ni nabii n'importe quoi, nabii wa namna gani? Ndio maana mtaona utofauti kati ya hawa wanawake wanaosimama majukwaani, wanaosema kwamba wao sijui wanahubiri au sijui wao ni manabii. Mkiwatazama vizuri, mwe mnaona kitu gani ambacho kinawavutia kwao? Ni ngono tu, kwa sababu ni yani, unaweza ukaona ni namna za makahaba wako pale, yani wanavutia wanaume wengine kwa sababu ya mambo ya ngono tu. Hakuna uhalisia hata kidogo wa kiroho ndani ya wao wanawake wote. Mimi nawaambia, ndio maana tunatakiwa kujua nani ni nani. Kwa hiyo akamuita Nyamila ambaye ni mkuu, shujaa mkuu kabisa wa jeshi, akamwambia kwamba Mutatedi amesema na nani gani? Amesema hivi, nenda uwachukue watu 10,000 kutoka kwa kabila la nani? La Ngumu na Ndabo, na uwachukue pamoja nawe kwenye mlima wapi? Mlima Ekule ambao teta Dabor, uende nao. Lakini mwelewe kwamba hapa wanapoenda kupambana ni vita vya kiroho, sio vya bunduki, no, ni vita vya kiroho. Sasa mstari wa 9 nasema, nitampa changamoto Le. Huyo Le ambaye ndani ya Biblia za wataita Sisera, ndio jina lake halisi, anaitwa Le. Nitampa changamoto Le, mlozi mkuu na kiongozi wa jeshi la Jene. Hiyo Jene sio Jene ya Misri, hapana, lakini ni Jene nyingine, na kwa sababu tuwe tukasoma Jene, lakini maandishi jinsi yanavyoandikwa ni tofauti na Jene ambayo ni Misri. Mlozi mkuu na kiongozi wa jeshi la Jene aje kwenye kijito cha Ke ambacho wataita Kishoni, ili kukushambulia kwa magari yake ya vita na askari wake, nami nitamtia katika nguvu zako za kiroho. Kwa hiyo kamuita kwamba mujitayarishe, ili kwamba mwende kupambana kiroho na huyu mfalme ambaye ni mchawi, ambaye anawakandamiza watu. Mwende kupambana naye, na yeye nitamweka mikononi mwenu huyo, katika nguvu hizo za kiroho, yani katika mambo, katika hali ya kiroho. Lakini wakati ambapo aliposema hivyo, huyu mkuu wa jeshi ataongea, atamwambia ndombi, atamwambia Debora. Nyamila akanijibu na kusema, ndombi, ukija nami nitakwenda, lakini usipofanya hivyo nakataa kwenda. Kwa hiyo huyu mwanaume ambaye ni Nyamila anaonyesha thamani aliyokuwa nayo, alivyokuwa anamthamini huyu mwanamke, alivyokuwa anajua uweza wake wa kiroho gisi ulivyo. Akasema kwamba ndombi, wewe mwenyewe unajua, ikiwa utakuja nami, pamoja nami twende, nami nitaenda, lakini usipoenda mimi siendi. Hajasema kwamba hivi Mutatedi atakuwa pamoja. Nasema wewe ndombi, ukienda na mimi naenda, lakini usipoenda mimi siendi. Kwa hiyo mfalme huyu, aweza kusema mkuu wa jeshi, anaonyesha namna gani umuhimu wa ndombi wa huyu mwanamke. Sasa ndio watu wanakuja kudharau mwanamke, mwanamke yeye ni wakupika tu, yuko pale. Na unatakiwa kuelewa, kwa sababu mwanamke ndombi alichukuliwa kama mama ambaye anawalea watoto, anayewalinda watoto, lakini sio wamama wa nyakati hizi ambao hawajui namna gani hata ya kuwalea watoto, hawajui namna gani ya kuwalinda watoto. Wanawaacha watoto wao wanapigwa,
wanaacha watoto wao wanauawa, wanaacha watoto wao yani kama wanakula kama awali hawajui, lakini wanaita bado kwamba ni mama. Mama anatakiwa kuwa kama vile yani kuku aliye na vifaranga vyake. Hivyo ndivyo Ndombi alionekana awezi akaachilia taifa lake liingie katika matatizo. Yeye anapigana pamoja ili kulinda taifa lake. Anaposikia kwamba hapa kuna ni nani huyu amefanya hivi, yeye yuko pale ili kwenda kuangalia ni nini ambacho kinatendeka. Basi Ndombi akajibu akasema, nitafuatana nawe basi. Nikamwambia, hata hivyo hutapata utukufu kutokana na msafara huu, kwa maana Mudima Bekokisedi atamtoa Le ambaye ni Sisera kwa mwanamke. Baada ya hapo mimi Ndombi nikaenda Bwam Mamumi pamoja na Nyamila. Maanake ni nini? Yaani anamwambia Nyamila ambaye ni mkuu kiongozi kwamba alete wanajeshi waende kupambana na Le, lakini akamwambia kwamba uelewe kwamba wewe hautashinda, nyinyi hamtashinda huyu nani Le, lakini ni mwanamke atakayemmaliza huyu Le, huyu mchawi ni mwanamke. Nyinyi mtapambana kweli, lakini watakimbia, lakini kuna mwanamke ambaye atammaliza huyu Le. Mstari wa 12 anasema yeye, yani Nyamila, alikusanya makabila ya Ngumu na Ndabu, wanaume 10,000 waliamua kumfuata, na mimi Ndombi nikaenda naye. Kwa hiyo alitimiza neno lake kwamba nitaenda, hautabaki mwenyewe. Kitabu cha Waamuzi Mkaisedi sura ya 8 mstari wa 15 hadi 23 inasema Le alipata habari kwamba Nyamila mwana wa Tempesa alikuwa amepanda Ekule. Nasikia sasa? Kwa hiyo tayari taarifa ilimfikia nani? Ilimfikia huyu mfalme Le ambaye ni mchawi, kwamba Nyamila haujui tayari ambaye ameshapanda kwenye mlima wa Ekule, ameshapanda. Naye atafanya nini? Akakusanya magari yake ya chuma 900 na watu wake wote huko Pi, na kutoka huko wakaenda mpaka kijito cha Ke. Kisha mimi Ndombi nikamwambia Nyamila, nenda, ni leo ambapo Mudima Bekokisedi atamtoa Le kwako kwa kumfanya kukimbia kwa hofu mbele ya nguvu zako. Mudima Bekokisedi anatembea kiroho mbele yako ana kwa ana. Nyamila alishuka kutoka mlima Ekule akiwaongoza wanaume wake 10,000. Nyamila akaanzisha mashambulizi ya kiroho, na Mudima Bekokisedi akamkimbiza kwa hofu Le mbele yake, magari yake yote ya vita na askari wake wote. Le hakuona Nyamila na watu wake, lakini alihisi uwepo wao na aliacha gari lake na kukimbia kwa miguu. Unasikia hilo? Nyamila alifuata magari ya adui na jeshi hadi Pi. Majeshi ya Le yalishindwa kiroho. Le alikimbilia kwenye hema la Mbodi, mke wa Ndome Motabololi, kwa sababu amani ilitawala kati ya familia ya Ndome na mfalme Jene, sio Misri, wa Mukanda, ambayo itamaanisha ngome, ikulu. Kwa hiyo kama gisi ilivyoelezwa, yule mfalme Le mchawi akakimbia, akatoka nje ya mwili wake, akaanza kutembea sasa kawaida, akaingia akafika katika nyumba ya nani? Ya Mbodi, huyu mwanamke. Mbodi akatoka kwenda kumlaki Le na kumwambia, ingia hapa jemadari wangu, ingia nyumbani kwangu, usiogope. Akaingia ndani ya hema lake na akamficha chini ya blanketi. Unasikia hapa? Kipengele cha 5, ufunuo. Akamwambia, tafadhali nipe maji ninywe, nina kiu. Alifungua kiriba kilichokuwa na maziwa ya krimu na kumpa anywe yale maziwa ya krimu. Kuna mabaya. Kabla ya kuendelea, huyu Le alimwambia Ndombi kwamba huyu mwanamke ambaye alimpokea, yani Mbodi kumrazi, alimwambia kwamba mimi nina kiu, ninaomba maji ninywe. Lakini cha kushangaza ni kwamba Mbodi yeye
akaenda kufungua, akaleta maziwa akampatia. Je, swali ni kujiuliza, ina maana kwamba huenda hakusikia vizuri kwamba aliomba maji? Aidha ni nini? Ndio maana tukasema kipengele cha tatu ni ufunuo. Kwa nini alimpatia maziwa pa nafasi ya maji? Alifungua kiriba kilichokuwa na maziwa ya krimu na kumpa anywe yale maziwa ya krimu, kuna mabano, yakidhihirisha hali yake halisi, kuna mabano, tunafunga mabano, kutoka katika kikombe cha fahari, kuna mabano, hapana kudanganywa na mwonekano, tunafunga mabano. Kisha akamvika tena blanketi, kwa maana alifikiri kwamba hakuna roho ya kibinadamu ambayo ingempata humu, yani kumkuta, aidha kumshika. Ndio maana tukajiuliza, huyu mfalme naye pia wakati alipopewa maziwa hakusema kwamba hey, Andomi, kwa nini tena unipatia maziwa na mimi nimekuomba maji? Naye pia akachukua maziwa bwa bwa bwa, akakuja tena akafunikwa, bum, akaendelea kujipumzisha. Kwa hiyo nikupenda kuambia kwamba hapa mafundisho ni nini? Yaani kwanza kwa kumpatia maziwa atafunua kwanza au kudhihirisha hali halisi ya huyo jenerali, ya huyo mfalme, ya huyo le ambaye ni mtu ambaye si mzuri. Ndio maana Esombe wakati wake alipata ufunuo kuhusiana na hili ambalo lilitendeka hapa. Ndio maana katika kitabu cha Esombe sura yake 54:25 nasema, lakini yeyote, kwa kuongezea, angali kwenye maziwa hana uzoefu wa neno la haki, kwa maana yeye ni mtoto. Unaona? Kwa hiyo hivyo ndivyo huyu mfalme le alivyolinganishwa, kama vile mtoto mdogo, hana uzoefu wa neno la haki, ndio maana akapewa maziwa. Kitabu cha Waamuzi, yani Mukaisedi, sura yake ya 8 mstari wa 24 hadi 27 nasema, akamwambia tena, kaa kwenye mwingilio wa hema. Kwa sababu huyu ni mfalme le ambaye anamwambia huyu mwanamke Mbodi kwamba akae huko, kwa sababu anaogopa ajue nani ambaye anaweza kafika. Kaa kwenye mwingilio wa hema, na mtu yeyote akikuuliza, je, kuna yeyote hapa? Utajibu hapana. Le akiwa amechoka kutokana na uchovu, alilala usingizi mzito. Mbodi alitoka nje ya mwili wake na kumsogelea kwa upole, alimpiga kiroho kichwani. Le alikufa kama matokeo, kwa mabano, katika hali ya kimwili. Mnaona eh? Ina maana kwamba le alikaribishwa na huyu mwanamke Mbodi, na yeye Mbodi anajua kwamba huyu mwanamke, huyu mwanaume ni mtu mbaya, akajificha ndani mwake, akamfunika na blanketi. Sasa wakati ambapo usingizi mzito ulipomshika huyu mwanamke, kwa sababu alikuwa na pena, alikuwa na yani lazima atamaliza, akatoka nje ya mwili wake, alafu akampiga kiroho, na wakati alipompiga kiroho, matokeo hayo yalisababisha hata kifo cha kimwili. Sasa swali ambayo tunaweza kujiuliza, wakati alipolala usingizi mzito, kwa nini huyu mwanamke mmoja asichukue tu kitu na kumpiga na kumua pale pale? Kwa sababu Ndombi ambaye ni wataita Debora alimwambia mfalme, alimwambia jemadari Nyamila kwamba ni mwanamke atakayechukua ushindi dhidi ya mfalme huyo le. Mnakumbuka kisa alivyomwambia. Sasa mwanamke huyo angelimuua akiwa kimwili tu, aweza kuchukua kitu chochote kile kumuua moja kwa moja, huyu mwanamke angeliitwa ni muuaji, kwa sababu vita sio vya kimwili. Ndio maana alitakiwa sasa atoke nje ya mwili wake, aingie kiroho na aende kumuua kiroho, ingawa matokeo hata kimwili atakuwa amefariki, lakini yatabaki kiroho, na anapobaki katika kiroho hana hatia yoyote kulingana na hile alichokifanya. Kwa hiyo hawezi akamshtaki, hawezi akashtakiwa sehemu yoyote, kwa sababu ni vita vya kiroho. Kisha Nyamila aliyekuwa akimfuatia le akafika. Mbodi akatoka kwenda kumlaki, kwa sababu alimwona, akasema, njoo nitakuonyesha mtu unayemtafuta. Aliingia kwenye hema na kumkuta le amelala chini, amekufa. Siku hiyo Mudima Mekokisedi aliliwezesha taifa kushinda.
Kwa hiyo hii ndio historia ya huyu mwanamke ambaye ni ndobi ambaye wataita Debora, na alivyokuwa na uwezo wa hali ya juu. Alipewa mamlaka ya kuhubiri pia, kuwafundisha wanaume na wanawake, kwa sababu yeye ni mwanamke aliyeanzishwa, anaweza kufanya hivi. Lakini wanawake wengine wote ambao mnawaona sehemu zote, ambao wanasema kwamba wanahubiri, wote wako zidi ya ukwe, wako zidi ya neno, hawatakiwi na hawana ruhusa ya kuhubiri. Luba anaendelea kujitukuza.